Yes, bwana, moja kati ya stori kubwa ambayo ina trendi kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Diamond pamoja na Aaliyah. Ni stori ambayo imeibuka hivi karibuni, lakini tunafahamu kwamba kipindi cha nyuma pia iliwahi kuzungumziwa sana kwamba Aaliyah pamoja na Diamond wana mahusiano ya kimapenzi, kitu ambacho inasemekana kwamba Aaliyah pamoja na Zuchu wakawa hawana maelewano mazuri kabisa, ingali hapo mwanzo walikuwa ni marafiki. Ni kitu ambacho kilikuwa kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii na mashabiki walizungumza sana kuhusiana na hili, lakini baadaye ikaonekana kwamba Diamond Platnumz amemuoa Zuchu na ni mke wake kabisa, na mpaka sasa hivi inasemekana kwamba Zuchu ni mjamzito kutokana na jinsi ambavyo anavyoonekana kwa sasa. Sasa dada ambaye anafahamika mitandaoni sana, Karima Story, ni moja kati ya watu ambao wanafahamika muda mrefu kwenye mambo ya udaku na vitu kama hizo. Juzi bwana amezungumza kuhusiana na kitu ambacho kilifanyika kipindi cha Ramadhani kwenye mfungo ule wa Waislamu. Diamond pamoja na Aaliyah kuna kitu ambacho walikifanya. Inasemekana kwamba walifunga ndoa pamoja ya pamoja, na hivyo Diamond Platnumz kwa sasa ana wanawake wawili. Ni kitu ambacho kimezua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanajiuliza maswali, inawezekanaje hiyo wakati tayari Diamond Platnumz ana mahusiano na ana mke kabisa ambaye ni Zuchu? Imekuwaje tena amefunga ndoa na Aaliyah kama mke wa pili na vitu kama hizo? Lakini pia ikasemekana kwamba yule shehe ambaye aliwafungisha ndoa Zuchu pamoja na Diamond Platnumz ndiye huyo ambaye amemfungisha Aaliyah pamoja na Diamond Platnumz kama mke wa pili, au sio? Yani Aaliyah ni mke wa pili wa Diamond Platnumz. Lakini inavyojulikana ni kwamba Aaliyah ndo mwanamke wa kwanza kuwa na mahusiano na Diamond, tofauti na Zuchu. Zuchu ni kwamba alikuja baadaye, na alivyokuja baadaye ndo ikawezekana na kaolewa na vitu kama hizo, na ukawa ni mgomvi mkubwa sana kati ya Aaliyah pamoja na Zuchu, wakawa hawaelewani. Urafiki wao ulipotea kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunaona urafiki kwa Zuchu pamoja na Aaliyah, lakini baadaye urafiki ukapotea kabisa, kukawa hamna urafiki tena. Kwenye mitandao ya kijamii hawaonekani pamoja, hata kwenye shughuli mbalimbali za Wasafi au hata shughuli za Zuchu haonekani kama jinsi ambavyo walivyokuwa wanaonekana hapo mwanzo. Kwa hivyo story ambayo kwa sasa ina trend ambayo tumemegewa kidogo na Karima Story ni kwamba Aaliyah sasa hivi ni mke wa pili wa Diamond Platnumz. Ndoa ilifungwa kipindi cha Ramadhani, na shehe aliyefungisha ndoa ni yule ambaye alifungisha ndoa ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Kwa hivyo kwa sasa Diamond Platnumz ana wanawake wawili. Sasa bwana, kwenye mitandao ya kijamii kule Instagram mashabiki wametoa maoni yao mengi sana. Wengine wanasema kwamba hawamjui Diamond Platnumz vizuri na vitu kama hizo, kutokana na historia Diamond ambapo ana wanawake kadhaa ambao ana watoto nao na hawajaoa wanawake, na ni kitu ambacho mashabiki wamekuwa na maswali mengi. Sasa mbona inakuwa hivi? Hao kwa nini amewaoa na hajazaa nao na vitu kama hizo? Na moja kati ya shabiki akaweza kutoa maoni yake, akasema kwamba siku zote mwanaume huwa anazunguka sana na anaweza akafanya vitu vingi sana, lakini baadaye akagundua amepata sehemu sahihi kabisa. Watu wengi wanaweza kumshangaa Diamond Platnumz kwa Zuchu au kwa Aaliyah, lakini hiyo ndio sehemu ambayo inampa amani yeye, ndio maana ameamua kuchukua hayo maamuzi. Kwa hivyo mara nyingi sana mtu anaweza akawa na mahusiano fulani, watu wakasema hawa watu wanaendana, lakini yule mtu mwenyewe ambaye yuko na ule mtu ndo anamjua yule mtu vizuri. Kwa hivyo watu wengi wanashangaa kwa nini Diamond Platnumz kwa Zuchu tena, na sio kwa Zari the Boss Lady, sio kwa Hamisa kama ilivyokuwa hapo awali, sio kwa Tanasha Donna, imekuwaje tena? Lakini Diamond Platnumz aliwahi kusema kwamba yeye ndiye ambaye anafahamu kile ambacho anakipata kwa Zuchu. Kwa hivyo story kubwa kwa sasa ni kwamba Diamond Platnumz ana mke wa pili ambaye ni Aaliyah. Bado story ni nyingi tutakuletea hapa, kwa hivyo cha kufanya tu ni kuweza kuwa na sisi. Tutatafuta story hii tuweze kupata uhakika zaidi kwamba je, ni kweli hiki ambacho kimefanyika au inakuwaje. Cha kufanya tu ni kujiunga na sisi kwa kusubscribe, lakini pia ulike video hii, ushare kwa wengine, utoe maoni yako hapo chini kuhusiana na hili, utakometisha ile kinamanoma.